Changamoto kubwa ambayo tumekutana nayo ni baadhi ya watu kulalamika kwamba hawapati maji, kutokuelewa matumizi yao. Mpenzi mtazamaji, tena tuko hapa kwenye banda la MUWASA, watu wa maji hawa. Mama, habari yako? Nzuri. Unaitwa nani na nafasi yako ni ipi? Naitwa Chausiku Joseph, ni kaimu mkuu wa kitengo cha mawasiliano na uhusiano kwa umma MUWASA. Asante. Mkuu wa wilaya ya Musoma Mheshimiwa Juma Chikoka amesogeza huduma hizi karibu na wananchi. Lengo ni hasa ni kuwahudumia wananchi kwa karibu. Ninyi kama watu wa MUWASA mmelipokeaje jambo hili? Jambo hili tumelipokea kwa uzuri kwa sababu wananchi ndio wadau wetu. Kama MUWASA tumelipokea kwa uzuri sana, na ndio maana tumefika katika mabanda haya, katika kambi hii ambayo iliandaliwa na mkuu wa wilaya Mheshimiwa Juma Chikoka. Tumefika kwa ajili ya kuwahudumia wananchi. Mpaka sasa mmekutana na changamoto ngapi za wananchi? Hadi kwa siku ya leo ambayo ni siku ya 4, tumehudumia takriban wananchi zaidi ya 70, na wengi wao wanafika hapa kwa ajili ya kupata elimu, kutoa changamoto zao na taarifa mbalimbali. Changamoto kubwa ambayo tumekutana nayo ni baadhi ya watu kulalamika kwamba hawapati maji, na wengine kutokuelewa matumizi yao. Kulalamika bili ni kubwa, lakini wote kwa pamoja tumewajibu changamoto zao na wengi wanatoka wakiwa wameelewa vizuri. Matumizi ya maji kwa mkoa wa Mara, hasa hapa halmashauri manispaa ya Musoma, yamekuwa makubwa na watumiaji wamekuwa ni wengi. Ninyi kama watu wa MUWASA mmejipangaje kuwafikia wananchi wote wa manispaa ya Musoma? Tumejipanga vizuri kwa sababu kama hapa manispaa ya Musoma upatikanaji wa maji ni zaidi ya 98% wanapata huduma ya maji. Wale ambao wanapata kwa shida ni asilimia ndogo sana. Kama MUWASA tuko tayari kuwahudumia na tumejipanga vizuri kuhakikisha kila mwananchi anapata huduma ya maji. Baadhi ya wananchi wamekuwa na malalamiko ya kwamba wanapokea bili kubwa tofauti na matumizi wanayotumia. Unadhani changamoto ni nini? Changamoto kubwa, wateja wetu hawafuatilii matumizi yao. Sisi kama MUWASA tunawashirikisha matumizi yao. Tunafika kwa mteja, tunasoma mita. Tukishasoma mita, mteja anapata message papo hapo kwenye simu yake ya mkononi kwamba fulani tumesoma mita yako leo tarehe fulani ilikuwa na unit kadhaa, tunaomba uhakiki usomaji wako. Ile message ina muhimu sana kwa wateja wetu. Mteja akienda kuhakiki akakuta mita haijasomwa sawa, basi ana wajibu wa kutujulisha, kwa sababu kuna namba ya simu pale, anapiga moja kwa moja kwa mtoa huduma wake, anaenda kuhakiki kama ni kweli imekosewa au imesomwa sawa. Kama imekosewa, basi tuko tayari kufanya marekebisho ili mteja aweze kupata bili yake ambayo ni sahihi. Kupitia fursa hii ni waombe wateja wawe makini, wasipuuze ile message. Ile message ni ya muhimu sana kwa sababu ni njia mojawapo ya kumshirikisha mteja kwenye matumizi yake ya maji ya kila mwezi, ili kuondoa yale malalamiko kama nimebandikiwa bili ya maji. Kwa waizingatie, ni message ambayo ina muhimu sana kwao. Wewe kama mtaalamu na afisa kutoka MUWASA, unawaahidi nini wananchi juu ya kuwapatia huduma bora? Nawaahidi kwamba huduma hizi ni endelevu na tunahakikisha kila mwananchi anapata maji safi na salama, kwa sababu maji ni uhai, maji hayana mbadala. Kwa hiyo MUWASA tuko tayari kuendelea kuwahudumia, waendelee kutuamini na huduma yetu ni endelevu. Asante sana. Afisa hapa ametueleza kwa kina kabisa kwamba jambo hili la kuwahudumia wananchi ni endelevu, halitaishia hapa tu. Huu ni kama mwanzo, yamefanyika mengine lakini yataendelea kufanyika. Hivyo pia wanamshukuru Mheshimiwa Mkuu wa Wilaya Juma Chikoka kwa jambo hili, kwa sababu pia wameendelea kujifunza na wameendelea kutatua changamoto za wananchi na kujua wananchi wanakutana na changamoto gani kwenye maeneo yao ambapo wanapata huduma za maji. Mimi nakusii endelea kufuatana nami.